morning clouds Zania, popote pale ulipo, karibu sana katika Multipolar Vision 2026 Januari, ambao unajua mambo ni mengi, lakini tunakutana hapa kwa ajili ya mazungumzo yenye tija zaidi. Kwa mara ya kwanza episode ya 1 inaruka live kupitia Clouds TV, na hiki ni kipindi ambacho kitakujia hapa kupitia Clouds TV kila ifikapo siku ya Jumapili saa 3 kamili usiku. Multipolar Vision ni ulimwengu wenye nguvu nyingi ambao kila mmoja anao nafasi ya kueleza mengi kwenye hilo na kuwa sehemu ya chachu kubwa ya msaada wa watu wengine. Na hapa ndipo ambapo tunapata pia mawazo ya watu wengi kutoka kwenye sehemu mbalimbali, lakini kubwa zaidi tutaangazia uchambuzi wa masuala ya siasa na namna ambavyo mataifa ya mbalimbali yanaongozwa na marais ambao kimsingi wanapaswa watengeneze usawa na tija kubwa kwenye kuangalia namna gani bora ulimwengu wa hivi sasa unakuwa na mizania sawa ya nguvu ambayo itakuwa na mgawanyiko, na ndio tunaita Multipolar Vision. Karibu sana, mimi ni Ali Kashmiri. Unionapo kuna jambo na kama utafika utaniona, ni kualike kwa dakika zako 40 tu za uchambuzi, maelezo, lakini sehemu pia kile ambacho tumekuandalia kupitia Multipolar Vision. Na hii leo jambo kubwa zaidi ambalo tutakwenda kuliangazia, tutaangazia vitu kadhaa ikiwemo tathmini ya habari na hali halisi ya Venezuela. Tunafahamu ya kwamba taarifa kubwa ilikuwa ni mwezi wa kwanza kwa taifa la Marekani kutangaza rasmi kumshikilia rais wa Venezuela Nicolas Maduro, na tumeshuhudia mchakato wa kesi yake ukianza kuendeshwa pale Washington, na huu ni mchakato ambao kimsingi umeibua taswira kubwa, na mara baada pia ya Rais Donald Trump kusema wazi ya kwamba mchakato huu ulianza toka mwaka 2025 Septemba, kuanza mchakato wa kumkamata rais wa Venezuela Nicolas Maduro. Lakini pamoja na hayo pia tutaangazia masuala ya kiusalama katika taifa la Ukraine, ambalo Marekani anaingia kama sehemu ya mpatanishi, jambo ambalo taifa la Urusi likiongozwa na Vladimir Putin mtazamo wake ama mwelekeo wake haukuwa unatazamiwa kikawaida. Lakini kwa namna ambavyo nimekupitisha hivi sasa, mtazamaji wa Clouds TV kupitia Multipolar Vision, ni kupeleke moja kwa moja kwenye makala hii ambayo inasomwa hapa na Abel Mponela, na makala hii itazungumza uhalisia wa uchambuzi na tathmini pana kuhusiana na sehemu ya kwanza ya kile ambacho tumekuandalia kwa taifa la Venezuela na hali halisi ilivyo, na kisha atakuja kufanya mazungumzo hapa na moja ya mchambuzi wa siasa za kimataifa, Bwana Stanley Shentiwa. Karibu sana, na hii ni Multipolar Vision. Tuende kwenye makala hii fupi kuangazia hali halisi ya taifa la Venezuela. Tukio kuu la Januari 2026 lilikuwa la kukamatwa kwa rais wa Venezuela Nicolas Maduro na vikosi maalum vya Marekani. Uhalali wa hatua hii ya kijeshi ya rais wa Marekani Donald Trump umeibua mijadala mikubwa ya kulaaniwa na jumuiya ya kimataifa pamoja na wanasiasa na wanasheria wa Marekani. Hata hivyo, muhimu pia kuangalia muktadha mpana wa kimataifa wa suala hili, kwani wachambuzi wengi wanaamini kuwa nia ya Washington kudhibiti Venezuela inatokana na hofu ya kuongezeka kwa ushawishi wa Urusi na China katika Amerika ya Kusini, eneo ambalo tangu mwaka 1823 kupitia mafundisho ya Rais James Monroe wa Marekani imekuwa ikiona kama eneo lake la kipekee la ushawishi. Leo tutachambua mfuatano wa matukio nchini Venezuela na kujaribu kupata majibu ya maswali kadhaa. Je, hali ya Venezuela itaathiri vipi mizani ya nguvu za dunia? Hatua hii ya kijeshi inaweza kuitwa changamoto ya Washington dhidi ya dunia ya nguvu nyingi, ama multipolar world inayoongozwa na Urusi na China. Lakini je, ni athari zipi zitakazokutana na matukio haya katika uhusiano wa Washington na Moscow pamoja na Beijing? Mwanzoni mwa Disemba 2025, mvutano wa kisiasa kati ya Washington na Caracas ulifikia kiwango kipya ambacho wengi hawakutarajia miezi michache kabla. Novemba, Trump alitangaza kuwa siku za Nicolas Maduro madarakani zinahesabika, akimtaka ajiuzulu kwa madai ya kujihusisha na biashara ya dawa za kulevya na kutishia usalama wa taifa wa Marekani na nchi nyingine za ukanda huo, huku Venezuela ikikanusha tuhuma hizo. Septemba 2025, Trump aliamuru mashambulizi ya anga dhidi ya wanaodaiwa kuwa ni magaidi wa dawa za kulevya.
waliokuwa wakiondoka Venezuela kuelekea Marekani kwa njia ya bahari, akidai kuwa walikuwa tishio kwa usalama wa raia wa Marekani katika operesheni iliyopachikwa jina la Operation Southern Spear. Novemba mwaka 2025, hali ilikuwa tete baada ya Trump kumtaka Maduro aondoke nchini kabla ya mwisho wa mwezi huo, akiahidi dhamana ya usalama na msamaha. Lakini muda uliisha bila Venezuela kukubaliana na masharti hayo, jambo lililoongeza mvutano wa kufungua njia ya hatua kali zaidi. Usiku wa kuamkia Januari 3, 2026, Marekani ilitekeleza operesheni kubwa ya kijeshi nchini Venezuela, ikijumuisha mashambulizi dhidi ya malengo kadhaa mjini Caracas na miji mingine mikubwa, na kumkamata Rais Nicolas Maduro pamoja na mkewe Cecilia Flores na kuwasafirisha nje ya nchi, na baadaye waliwekwa kizuizini mjini New York ili kukabiliwa na mashtaka. Zaidi ya watu 70 waliuawa katika operesheni hiyo, akiwamo afisa wa ngazi ya juu wa Cuba aliyekuwa akiongoza ulinzi wa Maduro. Muda mfupi baada tu ya operesheni, Donald Trump na timu yake, akiwemo waziri wa mambo ya nje Marco Rubio, waliwasilisha mkakati wa kudhibiti na kuuza mafuta ya Venezuela katika masoko ya kimataifa, ukiwemo mpango wa kuuza hadi mapipa milioni 50 ya mafuta, na kuongeza kuwa mapato hayo yangetumika kusaidia wananchi wa Venezuela na kuimarisha uchumi, ingawa wakosoaji walitilia shaka uwezekano wa mgawanyo huo na kuonya juu ya hatari kwa uhuru wa taifa hilo. Katika mikutano na waandishi wa habari, Trump na wawakilishi wake walisisitiza kuwa Marekani haikumkamata tu Maduro, bali ilikuwa inachukua udhibiti wa Venezuela mikononi mwake hadi pale mpito wa madaraka salama, wa haki na thabiti utakapohakikishiwa, huku hali ya hatari, state of emergency, ikitangazwa nchini Venezuela baada ya operation hiyo, na Delcy Rodriguez akateuliwa kuwa kiongozi wa mpito wa nchi hiyo. Mnamo Januari 5, jarada la Politico likinukuu chanzo kutoka ikulu ya Marekani liliripoti kwamba Trump alikuwa akimtaka Rodriguez kuchukua hatua kadhaa zinazoiunga mkono Marekani, ambazo Maduro alikataa hapo awali, kama kuchukua hatua kali kudhibiti biashara ya dawa za kulevya na kufukuza mawakala wa Iran, Cuba na wengine wanaotajwa kuwa maadui wa Washington kutoka Venezuela. ABC News iliripoti kuwa Marekani pia inaitaka Venezuela kuvunja uhusiano wa kiuchumi na Urusi, China, Cuba na Iran. Wakati huo huo, Venezuela inapaswa kukubali kushirikiana kiuchumi na Marekani pekee katika sekta ya mafuta na kuipa kipaumbele katika ununuzi wa mafuta mazito. Januari 12, msemaji wa ikulu ya White House, Caroline Leavitt, alitangaza kwamba Washington ingeendelea kukamata meli za mafuta zilizoondoka Venezuela bila idhini ya Marekani. Hivyo basi, Trump anaendelea kuibana Venezuela kwa kutumia mzingiro wa kibiashara kama silaha ya shinikizo. Nchi nyingi za Amerika ya Kusini na Jumuiya ya CARICOM zilieleza wasiwasi wao kuhusu kuvunjwa kwa uhuru wa Venezuela na kuitaka suluhu ya kidiplomasia kwa mujibu wa sheria za kimataifa. Urusi na China zililaani vikali hatua za Marekani zilizoziita kuwa ni ukiukwaji wa sheria za kimataifa na kuingilia masuala ya ndani ya taifa huru. Na wakati huo huo, sehemu kubwa ya wanasiasa wa upinzani na wachambuzi wanaendelea kujadili uhalali wa operesheni hiyo na athari zake kwa uthabiti wa kikanda na misingi ya uhusiano wa kimataifa. Ukosoaji wa operesheni hiyo pia uliibuka ndani ya Marekani, kwani wabunge wa chama cha Democratic walidai kwamba Trump alivuka mipaka ya mamlaka yake kwa kuendesha operesheni ya kijeshi bila idhini ya bunge, yani Congress, kinyume na katiba na kanuni za mizani ya madaraka. Kwa sasa, matukio ya Venezuela yanaendelea kuwa mada ya mjadala mkali wa kimataifa. Operesheni ya Marekani, kukamatwa kwa Maduro na udhibiti unaofuata wa rasilimali za Venezuela vinaashiria sura mpya katika mchezo wa kijiografia katika ulimwengu wa Magharibi, ambako maslahi ya mataifa makubwa, uhuru wa nchi, sheria za kimataifa na usalama wa mafuta vinakutana. Mustakabali wa Venezuela kisiasa, kijamii na kiuchumi utategemea mambo mengi, ikiwemo upinzani wa ndani, athari za kiuchumi na shinikizo la kimataifa, mambo ambayo yataunda mwelekeo wa nchi hiyo kwa miaka ijayo.
Baada ya kutazama makala hii fupi ambayo kimsingi ndugu yangu Abel Mponela ameweka msisitizo mkubwa na mtazamo ambao pia tumeupata kutoka kwa moja wa wachambuzi kutoka taifa la Tanzania ambaye anaangazia zaidi siasa za kimataifa, bwana Stanley Shentiwa, kwa hali halisi ya taifa la Venezuela lilivyo, ni dhahiri shahiri ya kwamba dunia inahitaji sehemu ya mgawanyiko wa kimadaraka na hali halisi ilivyo. Lakini sehemu ya pili ni sehemu ya mahojiano na uchambuzi, na hapa tutaendelea kuangazia kile ambacho kimetazamwa kwenye makala sehemu ya kwanza, namna ambavyo taifa la Venezuela lilipo, na nimekueleza hapa studio ni naye ndugu yangu ambaye ni mchambuzi wa siasa za kimataifa, bwana Stanley Shentiwa. My brother, habari yako? Salama, mambo vipi? Poa kabisa, karibu sana. Asante sana. Upo njema? Ni furaha kwangu. Kwako, unaposikia neno multipolar vision unalitazama kwa picha gani na nini ambacho unakifikiria zaidi? Neno multi linamaanisha kwamba ni wingi, ukubwa. Polarization maana yake either katika positioning au geopolitical positioning, namna gani watu wanafanya maamuzi yao kulingana na influence yako ilivyo. So ni sawa tu na ambavyo ungesema katika dunia tuna makundi makubwa mawili, tuna watu wa western na watu wa eastern, alafu kuna makundi kidogo kwa watu ambao wasiofungamana. It's some sort of multipolar in terms of decision. So kuna watu na influence to decide according to the allies, yani wale marafiki ambao ni washirika katika kila jambo. Na imetokea sababu sisi Tanzania ni non-aligned movement na ndio tupo katika muungano wa NAM. Kenya wameshachagua kwa Marekani, kuna wengine wamechagua upande wa China, Russia, kwamba hawa ni marafiki zetu, na tunaona watu kama Iran wao straight wamesema kwamba Russia na China ndio rafiki zao. Kwa hiyo maana yake ugomvi wa Russia na China, Iran yupo kama partner, na ugomvi wa Marekani, Kenya yupo kama partner. Na Tanzania tunaamini kwamba katika ulimwengu wa multipolar vision, meza ya mazungumzo ina nguvu kubwa kuliko kitu chochote. Hakuna kinachoshindikana katika meza ya mazungumzo. Haya, huo ni mtazamo wa Stanley Shentiwa ambaye ni mchambuzi wa siasa za kimataifa, na leo tupo kwenye meza moja kujadili kuhusiana na sehemu ya pili, kuhusiana na kile ambacho tunakitazamia ya hali ya taifa la Venezuela. Hapo awali tulipita kwenye makala ambayo imeelezea mambo mengi, na nikukumbusha kwamba hii ni Multipolar Vision inaruka kwa mara ya kwanza kupitia Clouds TV Jumapili ya leo. Bila shaka unafurahi na unaenjoy, nikusihi uendelee kusalia nasi. Stanley, yapo mengi ambayo tunatamani kuyaangazia, lakini kubwa zaidi nikukumbushe moja ya washauri wa Rais Donald Trump kuhusiana na masuala ya usalama wa ndani, Stephen Miller, ambaye moja ya nukuu yake wakati akifanyiwa mahojiano kupitia CNN alisema kwamba Washington itatenda kama dola kubwa, kwa maana ya kwamba superpower, taifa lenye nguvu chini ya uongozi wa Rais Donald Trump. Na moja kile ambacho kimetazamiwa ni kwamba aliongezea kusema kuwa uhusiano wa kimataifa unaamuliwa na nguvu ya uwezo wa kijeshi. Wakati huo huo pia shirika la Reuters ilinukuu maafisa wa Marekani ambao kimsingi waliripoti moja ya malengo ya operesheni ya kijeshi ya Marekani iliyomkamata Rais Nicolas Maduro ilikuwa ni kutuma ujumbe kwa China na Urusi, ambayo kimsingi inapaswa kujiondoa ama kujieka mbali na Marekani. Je, unatathmini mbinu hii ya utawala wa Donald Trump katika siasa ya dunia kwa namna gani? Lakini swali la pili nikiunganisha hapo, unaweza kusema kuwa msimamo wa Donald Trump ama sehemu ya msimamo wa kile ambacho wanakitazamia kina uwezo kweli wa kumfanya Urusi pamoja na China kupunguza ushawishi wake? It is very clear kwenye manifest ya Donald Trump umesema MAGA, Make America Great Again. Huenda watu tulikuwa hatujui ile fumbo lina maana gani. So matumizi ya nguvu kubwa ya kijeshi na kuonyesha ukubwa wa Marekani, kitendo cha kutoa neno Minister of Defense na kuwa Minister of War, na kutoka kumtoa mkuu wa nchi kama amiri jeshi mkuu na akaonekana ndio mbabe wa kuongoza mapambano ya vita, ni ujumbe bado unatumwa kwamba before we have this tulikuwa na tabia hii. Na hiyo tabia wa Marekani. Marekani ni mbabe na ni mtemi, na uwezo Mungu amewapa in terms of teknolojia na uwezo wa kushawishi kijumuiya. Sasa ukimwangalia mshauri wake masuala ya usalama, anasema kwamba kuanzia sasa hatuna point of discussion. Na ukimsikiliza Marco Rubio anakuambia our president has no time to play game.
Sawa, tukikwambia tufanye A ukakiri au ukasema tupo tayari, mbele ukigeuka tunakugonga. Ndio policy ambayo wameamua kufanya. Sasa unaona mtu kama Maduro, mara ya kwanza walimwambia Maduro surrender, alafu Maduro akaanza kuplay game. Walituma ujumbe hadharani kwa watu kuwaambia kwamba Marekani ya zamani sio hii, Marekani yetu sisi ni ya Make America Great Again. Walikwenda Panama, wakamwambia Panama, mfereji huu umetengenezwa na rais wa Marekani, China ananufaika na mfereji, haumtax code inayostahili. Sisi tunataka mfereji wetu, na kila meli ya China inayokuja katika korido hii itakuwa taxed katika interest za Marekani ambao walitengeneza. Hatukutengeneza kwa ajili ya taifa lingine. Na hapo mzungumza Russia imedominate korido ya huku, si ndio? Anakuja kuinfluence kwa ukubwa sana Afrika na watoa watu wa Ulaya. China amechukua sehemu kubwa sana ya Afrika. Marekani anajiuliza, mimi mkubwa, nafasi yangu Afrika iko wapi? Mimi mkubwa, hata hapa uwani kwangu wananifuata? Hapana. Strength ya China ni nishati. Kwa hiyo tunasema kwamba hii ilikuwa ni sehemu ya tishio la Marekani kwa kuongezeka kwa ushawishi kwa taifa kama la China na Urusi kwenye baadhi ya vitu ambavyo wanasema vina thamani kubwa, ikiwemo mafuta na vitu kadha wa kadha. Very clear. Marekani amezungumza kwamba tunapozungumza kuhusu mafanikio ya maendeleo ya kiuchumi, hatuwezi kuweka mbali matumizi ya nishati. Nishati kubwa duniani inayohitajika kwa sasa ni nishati ya battery, umeme, yale madini ya rare earth, madini ya lithium pamoja na mafuta, ili tuweze kukua, kwa sababu strength ya China ipo katika hii migodi. Maendeleo ya teknolojia ya electronics yanatoka katika hii migodi. Sisi tupo wapi? Umenielewa? Kwa hiyo ndio maana unamwona ugomvi wa M23 na Kongo, Marekani ghafla ametokea, nimeshawapatanisha. They mean business. Yani if they mess, mmoja anakula mkongoto. Sio, umenielewa? Kwamba hapa mimi nina maslahi. Sasa wasiokuwa wanatazama katika jicho hilo, wanaona kama Marekani either ana provoke watu au anatafuta njia ya kupenetrate kurudi kwenye position yake ya dunia. Na ni tafsiri halisi ya kwamba anahitaji kuvunja mfumo wa multipolar world na kuleta mfumo mmoja wa ukubwa wa taifa la Marekani. Exactly. Tena kachagua zoni zaidi, kwamba katika zoni yangu hii ya Amerika na Latin America sitaki mtu asogee. Umeshanielewa? Na neno sitaki mtu asogee, zile njia zote zile kakamata yeye. Sawa. Nikupe mfano, ukitizama namna ambavyo ame provoke dunia kwa kuinsult taifa huru kama Venezuela na kumchukua president. Hakuna anayekubaliana na ile tukio, lakini anatuma ujumbe kwa China na Russia ambao ni sehemu kubwa ya wanufaika wa mafuta ya Venezuela. There is no discussion until we make deal. Kwa maana yake rais wa Urusi, rais wa China atakwenda mwenyewe Washington kunegotiate biashara zake. Kwa hiyo nikikupa taarifa ya 25% kama uitaki, let's make deal. Mimi nina viwanda China, wewe unatengeneza bidhaa, unauza, mimi sipati hela ninayoitaka. Tukae mezani ili meli za mafuta zije katika rate ambayo wewe product yako ya mwisho haitapanda bei. Sawa? Otherwise ikipanda price ya mafuta, kiwanda chako hakiwezi kuzalisha, kikizalisha kitaongeza thamani ya bidhaa. Hii miwani uliyovaa ukinunua $350 imetengenezwa China na Marekani akauza $100, $200. Wote katika option ya decision ya bei utachagua wapi? $100, si ndio? Kwa sababu China tayari amekuwa frustrated. Na ninakwambia mimi, hatutamaliza miaka 2. Hawa wote walikuwa wamekaa wanazungumza lugha moja kwa sababu wakubwa wabembelezani sana. Tutarudi mpaka Januari 8 pia mwaka 2026 ambapo Seneti ya Marekani pia iliidhinisha kuendelea kwa huu mchakato ambao tunaozungumzia hivi sasa wa azimio linalowataka utawala wa Rais Donald Trump usitumie nguvu ya kijeshi dhidi ya Venezuela bila idhini ya bunge, ambapo hapo walienda kwenye kupiga kura. Maseneta 52 walipiga kura kuunga mkono hati hiyo, lakini maseneta takriban 47 walipinga, na kwa mujibu wa Fox News pia matokeo haya yalichukuliwa kama pigo kwa Rais Donald Trump, kulingana na wapo baadhi ya maseneta kutoka chama chake hawakuunga mkono jambo hilo ambalo limeweza kutokea kupitia chama chake cha Republican. Ningependa nikukumbusha kitu kimoja. Tanzania sisi katika katiba yetu rais ndio mtu ambaye ana approve kwenda katika vita, lakini kwa katiba ya Marekani kuna baadhi ya maamuzi yanafanyika katika baraza la Senate na bunge lao, alafu rais anapewa. Lakini ikumbuke pia rais wao ana kura ya veto.
Yani hata wafanye nini, akitishia kutumia kura yake, maana yake ile kura ina overturn decision yote. Na hakuna rais wa Marekani ambaye kaingia kwenye vita akiwa ameungwa mkono kwa sehemu kubwa na watu wote, kwa sababu hiyo decision alipewa ya mwisho kuona kwamba opinion za watu wengine. Marekani ni taifa ambalo kila mtu ana kipande chake, sawa? Ndani not necessary ukapata 100% ya kuungwa mkono. Lakini huoni kwamba pengine ametumia nafasi ambayo ameenda kwenye ukiukwaji wa mifumo ya madaraka na masuala ya check balance power ambayo kimsingi ilitakikana kupaswa kufuatwa? Katika taswira ya nje ipo hivyo. Na hata ukitazama mathalan mfano wa muundo wa Umoja wa Mataifa, ni sehemu ambapo watu watakwenda wakaongea, lakini yeye ndio mwanzilishi. Kwa nini kuona kwamba Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa linakemea aina ya mashambulizi kama yale? Ni kwa nini wanafanya vile? Ni kwa sababu ya ego. Yule mtu anaona kwamba nitasikiliza wangapi kwenye kunegotiate, tunapoteza muda wangu, sawa? Kwa hiyo kama mimi ni rais, nimepewa kura ya veto, kwa nini nisitumie kama watu wanapingana nao maamuzi? Nitakuja kuwajibika mbele kwenye sheria ikilazimu mimi kushtaki, and unfortunately huwezi kumshtaki rais kutokana na maamuzi aliyofanya kwenye kiti chake cha urais. Pia sometimes it's a mind game kwa confuse maadui wako kwamba hata sisi ndani tuna ugomvi. Kumbe pale mnapoamini kuna ugomvi ndipo msingi wa makubaliano. Na Marekani kwa bipartisan agreement ni kitu cha kawaida, kukubaliana katika misingi ya kutokubaliana ndio mwafaka wetu. Yani nyinyi mkilitaka hili na mimi nikilitaka hili, tukikutana katikati ndio makubaliano yenyewe hayo. Umeshanielewa? Yapo mengi ambayo tumekuwa tukiyashuhudia mbele ya kamera za TV station mbalimbali, hususan katika taifa la Marekani. Lakini kwa mtazamo wako, ukiwa mchambuzi wa masuala ya kisiasa za kimataifa, ukweli ni upi baada ya kutokea tukio la Marekani kuchukua mamlaka, kumchukua Nicolas Maduro? Mwitikio kwa watu husika wa Marekani, waliipokea kama vile ambavyo rais wa Marekani alikuwa akitazama kwa wingi wa idadi ya watu? Unajua kwenye maisha kila mtu ana unafiki wake. Wakati anakamatwa Maduro, ukisoma statement ya waziri mkuu wa Uingereza inampongeza kwa kumkamata mhalifu alikuwa akifanya vurumai za usambazaji wa dawa za kulevya. Lakini takwimu zinaonyesha kwamba Colombia ndiye mtu ambaye anasmago kwa kiwango kubwa sana madawa ya kulevya. Kwa Maduro anawajibika tu, sio kwa sababu hiyo, anawajibika kwa sababu tu ya unyonge wake. Ukija kusoma Ufaransa watasupport, lakini umuone kiongozi hata mmoja wa Afrika akisema kwamba ile sio sawa. Unajua kwa nini? Sehemu kubwa ya huku tunategemea misaada kutoka kwao. How comes katika bilateral treaty kati yako wewe na Marekani unamprovoke, alafu kesho una withdraw? Una sustain vipi maisha? Mwaka jana wakati anaingia ikulu, Trump alianza na kujitoa kwenye USAID. Watu wakalalamika, lakini maisha yameendelea. Na mwaka huu katimiza mwaka mmoja, kajitoa tena kwenye mashirika 36. Sasa mtu wa aina hii anayefanya hivi, maana yake anakutwist uje kwenye meza ya mazungumzo. Yani hatuwezi kukubembeleza wewe ambaye huna kitu, tujadiliane kitu. Tunaondoa kile kitu chetu kwanza, hebu fill gap. Alafu uone katika hili tupo pamoja na wengi, unajua mjumbe tupo pamoja. Si ndio? Lakini kwenye box unalikuta wajumbe wamekukataa. Sasa Marekani kwa vice versa. Sina haja kusubiri wajumbe waamue. Mimi nakupa wewe pressure, utaamua sasa wewe uwasikilize wajumbe wenzio au uje peke yako utubu tuzungumze. Na meza mazungumzo ni hii, Mclouds ambaye anafuatilia Multipolar Vision, moja ya sehemu ya makutano yenye majadiliano na uchambuzi wa kina kuhusiana na kile ambacho tunakiweka mezani. Kama hii leo tumeangalia pia tathmini na hali halisi ya taifa la Venezuela, hususan hatua ya taifa la Marekani kwenda kumkamata na kumshikilia rais wa taifa hilo Nicolas Maduro. Hiyo ni sehemu ya pili tu ya kile ambacho tumekuandalia siku ya leo, dakika 40 ambazo zimesheheni mambo mengi. Nikusihi uendelee kusalia nasi. Stanley Shantiwa ambaye ni mchambuzi wa siasa za kimataifa ametupitisha kwenye mengi ambayo tumeyatazama upande wa pili wa shilingi. Lakini kwa hivi sasa, kwa mara nyingine tena, na kwenda kuungana hapa na Abel Mponela ambaye yeye anatupitisha kwenye makala fupi ambayo hii itakuwa ni sehemu ya 3 ya tathmini ya habari, mchakato wa suluhu ya amani, mgogoro wa Ukraine ambao unaendelea kupamba moto kila uchao. Hali ya mazungumzo na masuala mengine yamefikia katika kiwango gani? Makala hii inatupa picha halisi ya uhalisia. Endelea kusalia nasi. Mimi ni Ali Kashmiri, unionapo kuna jambo.
Tukio jingine muhimu katika muktadha wa kuchambua mfumo wa dunia wa nguvu nyingi ni mchakato wa kutafuta suluhu ya amani ya mgogoro wa kijeshi nchini Ukraine. Vita vya Ukraine vilikuwa matokeo ya sera ya Kiev ya kuwabagua na kuwanyanyasa raia wa asili ya Urusi katika maeneo ya kusini mashariki mwa nchi hiyo. Mnamo mwaka 2014, baada ya mapinduzi ya serikali na kuondolewa kwa rais wa Ukraine Viktor Yanukovych, serikali mpya ya Kiev ilitangaza nia yake ya kukata uhusiano wote na Urusi na kujiunga na NATO, hatua ambayo Moscow iliiona kama tishio la moja kwa moja kwa usalama wa taifa lake. Kuimarishwa kwa jeshi la Ukraine kwa msaada wa utawala wa rais wa Marekani Joe Biden na nchi za Ulaya kulimlazimisha rais wa Urusi Vladimir Putin kuanzisha operesheni ya kijeshi ya kuiondoa silaha Ukraine. Tangu Januari 2025, utawala wa rais wa Marekani Donald Trump umefanya jitihada kadhaa za kutafuta suluhu ya amani nchini Ukraine, lakini juhudi hizo zimekwamishwa na kile kinachoitwa hujuma kutoka kwa rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky pamoja na viongozi wa Ulaya. Disemba 19, baraza la wizara ya ulinzi la Urusi liliweka wazi mtazamo wa muda mrefu, likiweka imani kuwa Umoja wa Ulaya unaendelea kujipanga kijeshi na kujiandaa kwa uwezekano wa mgogoro mkubwa na Urusi kufikia mwaka 2030. Hali ya mchakato wa kutafuta suluhu ya amani ya mgogoro wa Ukraine inaendelea kuwa tata, kwani Disemba 24 Zelensky aliwasilisha mpango wake wa amani kwa waandishi wa habari, mpango unaojumuisha vipengele kadhaa ikiwamo kuthibitishwa kwa uhuru wa Ukraine, kuendelea kuwepo kwa jeshi la Ukraine lenye wanajeshi 800,000, dhamana za usalama wa Ukraine kutoka NATO, wanachama wa Ukraine katika Umoja wa Ulaya na kuanzishwa kwa mfuko wa dola bilioni 800 kwa ajili ya ujenzi mpya wa nchi hiyo. Kuhusu hatima ya maeneo ya mgogoro yanayokaliwa na raia wa asili ya Urusi, Zelensky alisema suala hilo litategemea zaidi uamuzi wa Ukraine. Mpango huu uliidhinishwa na nchi za Ulaya, lakini haukutoa maelekezo ya wazi kuhusu suala la maeneo hayo, jambo ambalo ni la msingi kwa rais Vladimir Putin. Mnamo Disemba 28, Trump na Zelensky walikutana Florida kujadili kwa kina mpango wa Ukraine, ambapo Trump alibainisha kuwa bado kuna suala moja au mawili magumu na yenye maumivu, hasa suala la maeneo ya ardhi. Kabla ya mkutano huo, Donald Trump alikuwa na mazungumzo ya simu na Vladimir Putin ambayo aliyataja kuwa mazuri na yenye tija kubwa. Usiku wa kuamkia Disemba 29, Ukraine ilitekeleza shambulio la drone za masafa marefu dhidi ya makazi ya Rais Vladimir Putin katika mkoa wa Novgorod, huku taarifa ya wazi na waziri wa mambo ya nje wa Urusi Sergei Lavrov akisisitiza tabia ya kigaidi ya kundi la watu wanaoshikilia madaraka kinyume cha sheria huko Kiev. Shirika la Bloomberg linaripoti kwamba mjumbe maalum wa rais wa Marekani Steve Witkoff pamoja na mkwe wa rais huyo Jared Kushner wanapanga kusafiri kwenda Moscow katika siku za hivi karibuni kwa ajili ya kukutana na Rais Vladimir Putin. Kwa mujibu wa vyanzo vya shirika hilo, mkutano huo unaweza kufanyika mapema mwezi huu, ingawa ratiba bado inaweza kubadilika. Trump kwa upande wake alisema katika mahojiano na The New York Times kwamba Zelensky hana karata mkononi na nafasi yake pekee ni Donald Trump. Asante sana Abel Mponela, na kwako pia ambaye anaendelea kufuatilia Multipolar Vision siku ya leo, ambayo kimsingi ni Jumapili murwa kabisa. Tanzania tunaendelea kunyosha kwetu ni sehemu ya meza ya mazungumzo, kujadiliana masuala mengi, hususan siasa za kimataifa, kwenye kuangazia pia upande wa pili wa shilingi. Lakini sehemu pia ya mahojiano na uchambuzi zaidi unapata nafasi kubwa, na hivi sasa tunakwenda kwenye mchakato wa suluhu ya amani ya mgogoro wa Ukraine, ambapo itakumbuka kwamba rais wa Ukraine Zelensky aliwasilisha mpango wake wa amani kwa waandishi wa habari. Hii ilikuwa ni Desemba 2024. Mpango huu ambao haujawekwa bayana swala la maeneo ya ardhi, ambalo pia ni msingi kwa rais wa Urusi Vladimir Putin. Lakini je, katika mazingira haya mpango huo una uwezekano wa kutekelezeka kwa 100%? Stanley Shetio hapa atatujibu kwenye hilo. Lakini jambo la pili pia, moja kitu ambacho natamani kukifahamu ni mpango huu wa Zelensky pia ambao unatofautiana kwa namna gani na toleo la mpango wa Donald Trump, kwenye kile ambacho pia kinaangaziwa kama sehemu ya kuelekea upatanisho wa mataifa haya mawili, jambo ambalo linaonekana likiwa gumu kila siku zinavyokwenda.
Kwa watu ambao wanamtazama Donald Trump, Donald Trump wanataka kujibrand, ukiachana na matatizo yake mengine, kwamba ni msuluhishi na mpatanishi wa migogoro ya kimataifa, na angependa kabla ya kustaafu apate tuzo ya Nobel ya yeye. Amesema hadharani kwamba nimezuia vita sio ya Cambodia na nani, mimi nataka kuwa mtu mwema duniani, nitambue kwa wema huo. Lakini bado tunarudi pale pale kwamba strengths ya Trump katika kutosi coin ya namna gani tunaweza kuingia katika mgogoro wa Ukraine ni katika kutengeneza bargaining power yake kwa Russia. Kumbuka mgogoro wake na Russia na China ni unatokana na uchumi tu. Sasa akaona kwamba Ukraine ni sehemu ambayo inaweza kutufanya kuwa bargaining point. Bargaining point maana yake kwamba if you lose this one, I can guarantee you to have this one. Kwa Trump anachofanya na guarantee Russia kwamba ataisimamisha ile vita ili Russia aendelee na shughuli zake nyingine, na yeye katika maeneo mtawalia ambayo hataki yagombane na Russia naye aachie. Sasa wapo wachambuzi wa siasa za kimataifa wanasema kwamba licha ya Maduro kuwa na urafiki wa kina wa kindakindaki na bwana Putin, lakini Putin kamtumia Maduro kama bargaining power, kamtupa, hakwenda kumpambania kama rafiki yake ili na yeye jambo lake kwa Ukraine liweze kwenda. Angalia kauli za Trump baada ya kumchukua Maduro kwa rais wa Ukraine. Unaanza kuona Trump akiwa ni tofauti na Trump aliongea na Ukraine 6 months ago. Kwa sababu yeye Russia ugomvi wao mkubwa na Ukraine kwamba kwa nini Ukraine ingie NATO. Ukiingia NATO maana yake unaipa access Ulaya yote kutumia sehemu ya ardhi ya Ukraine kuweka mfumo ya ulinzi wa makombora. Maana yake Russia anaiona Ukraine kama pin point ya udhibiti wa usalama wake. Sasa kwa nini niwaruhusu watu waje kwenye eneo ambalo mimi watanishambulia kirahisi? Eneo ambalo mimi watanibomoa kiuchumi. Kwa hiyo Russia alipoamua kwamba mimi siingii vitani naenda kwenye operation, maana yake nataka kudhibiti miji muhimu ya kiuchumi ya Ukraine. Ili sasa wanaotaka kuinisogelea mimi waendelee kukaa mbali. Ndio maana unaona katika mji wa Donetsk, Luhansk, Kherson na Zaporizhzhia. Hii ni miji ambayo yeye ameichukua, ina nafasi kubwa ya ardhi, lakini ukija kwa upande wa Kherson, upande huu mwingine pia kuna sehemu kubwa sana ya bahari anakuwa kaichukua. Akichukua sehemu kubwa ya bahari maana access ya sea kutoka upande wa kaskazini kule usawa wa Greenland unakuwa anayo yeye. Sasa hawa allies wengine hawa wa NATO watashindwa kumsogelea, itabidi wabaki huko Poland, si wapi, ambapo ukifyatua kombora kwa ukubwa wake yeye anao uhakika wa kupambana. Na ugovi mwingine hapa ni anga. Ukilimiliki anga la Ukraine ni rahisi kuproject makombora kwenda wapi? Kwenda Russia. Kwa hiyo kwa ambaye anatazama kwa nje anaweza kaona hii ni mzaa, lakini ni draft wakubwa wawili wamelicheza, nipe nikupe. Sasa Marekani kashapewa Venezuela, is their turn kuhakikisha kwamba Russia masharti yake makubwa mawili. Sasa hivi kaongeza usiingie NATO na sehemu ya ardhi zinazochukua sikupi, na tanua mpaka. Na Ukraine anachoumia kwamba kwa nini nimepoteza mpaka wangu wa kijiografia wa ramani ya dunia mwaka 91, na nataka mimi maeneo yangu yale. Ananiambia nimechukua nimemaliza la hii 4 na mshahara yote sikupi. Kabla pia ya Zelensky kukutana na Trump Desemba 28, yalikuwepo mazungumzo ya simu kati ya Trump pamoja na Vladimir Putin. Na kwenye haya mazungumzo ya simu nikinukuu hapa, yalitarajiwa kuwa ni mazuri na yenye tija. Financial Times, moja ya sehemu ya chombo cha habari, inaandika kuwa Ukraine ina wasiwasi kuhusu mazungumzo hayo, wakati mwezi Oktoba Putin pia alizungumza na Trump kabla ya mkutano wake na Zelensky, ambapo Trump alikataa kuipatia Kiev makombora inaitwa Tomahawk. Yes, moja ya makombora ambayo yanatajwa zaidi. Sasa katika muktadha huu msimamo wa rais wa Urusi Vladimir Putin unaathirije mchakato wa mazingira katika taifa la Marekani? As I said, kwamba Russia kwake bargaining power ni Ukraine, si ndio? Na Marekani yeye ugomvi wake mkubwa sana ni namna gani anaweza akanufaika na maslahi yake kwa wakati sahihi. Ukimtizama Russia anaonekana ni mtu ambaye anagombana Ulaya nzima, lakini strength ya Russia ni kuuza gesi.
na kipindi cha baridi kama hiki Russia ndio wanatengeneza hela kubwa. Sasa ukimfanya Russia akapoteza sehemu kubwa au akasogeza maadui, maana yake ataanza kuwa na negotiate kwenye meza ya mazungumzo. Maana yake atakuja ata negotiate mpaka bei ya gesi. Umeelewa? Sasa huo udhaifu yeye hana. Na ukiwatizama Marekani, wao wanataka kumsogelea Russia katika misingi ambayo yani kama ni makasuku fulani, yani kwamba nataka tugombane lakini katika misingi ambayo unioni mimi mbaya. Kwa hiyo kwa kiuchumi ilikuwa inatumika time technique delay, kwamba tukimpa Russia stress ya mwaka mmoja maybe kiuchumi ataporomoka, atashindwa kusustain vita, atakuja kwenye meza. Kumbuka hii mgogoro ulianza mwaka 2022 mwezi wa pili tarehe 24. Leo hii tunaenda mwaka wa 4. Manake Russia kiuchumi is stable. Bado yupo imara. Maana yake uwezo wa kustahimili vita kwa miaka 4 yupo vizuri. Sasa huenda turufu hii inageuka kwa watu wa Ulaya, kwamba sasa wanaanza kujiuliza, tuliinvest hela Ukraine za nini? Mbona hatupati return? Wanazidi kumpa masharti naye magumu. Ukraine anajikuta anakuwa frustrated, hajui cha kufanya. Russia timing yake nyingine ilikuwa kumfanya Ukraine rais yake akose legitimacy. Kinachokwenda kutokea very soon, very clear, raia wa Ukraine wataandamana kwa sababu rais anaendelea kutawala katika misingi ambayo katiba imtambui. Umenielewa? Sasa wakitofikia level hiyo, maana yake sasa tutakuja kwenye negotiation point. Yaani hawa ni watu ambao wanawindana katika maeneo ambayo nikikupress utakaa kwenye meza ya mazungumzo. Zelensky sasa hivi anachanganyikiwa na vitu viwili. Moja, yeye ni rais ambaye yupo kwenye kipindi ambacho sio sahihi, hajui hatima yake. Kwa maana kuna wakati Trump alimwambia, I don't believe in you. Hebu fanya kwanza uchaguzi. Wewe sio mtu unataka kuenda naye kwenye meza ya mazungumzo tupate amani. Haueleweki. Nini unataka, si ndio? Multipolar Vision ipo mezani na bila shaka unaendelea kusalia nasi kwa kile ambacho tumekuandalia, lakini jambo la mwisho umezungumza hapo namna ya kutokueleweka pia kwa ule mtazamo ambao Donald Trump ameuzungumza. Na hii pia ilitokea mwanzoni mwa mwezi Desemba, ambapo katika mahojiano ya Politico Donald Trump pia alimshambulia ama alizungumza lugha kali kwa Vladimir Zelensky kwa maneno makali, kituhumu, nikinukuu hapa, uongozi wa Kiev kwa kutumia vita kama kisingizio cha kuahirisha uchaguzi wa rais, jambo ambalo umelizungumza. Wakati Desemba 9 pia yeye Zelensky alitangaza kuwa yuko tayari kufanya uchaguzi chini ya sheria ya kijeshi. Moja, ikumbuka pia uchaguzi wa rais wa Ukraine ulikuwa umepangwa kufanyika Machi mwaka juzi, sio mwaka jana 2024, ambao uliahirishwa bila muda maalum kutokana na hali halisi ilivyo hivi sasa ya kivita. Lakini tunaweza tukasema ikawa Zelensky anatumia mbinu hiyo kwa ajili ya nitumie neno kujinufaisha ama kuendelea kukaa madarakani pasina uhalali kama ambavyo unasema, kwa vichocheo ama visingizio vya vita peke yake. Ukishakuwa kwenye martial law, hakuna namna ambavyo utafanya demokrasia. Yani watu wanataka utashi wa demokrasia wakati nchi ipo kwenye martial law. Kitendo cha Ukraine kudeclare vita, imeingia kwenye martial law. Martial law sasa hamna hata utaratibu hapo, ni utaratibu wa kijeshi. Kama commander in chief anachokisema wengine wanafanyaje? Sasa tunaendaje kwenye uchaguzi? Commander in chief sasa tangazeni nimeshinda. Umeelewa? Lakini kutoeleweka kwa Ukraine kunatokana na msukumo wa watu wa Ulaya. Washainvest hela, wanataka return. Na vitu ambavyo vilikuwa vimewekwa mezani, Marekani alichagua eneo la bahari lenye madini ya rare earth. Alafu Russia amechagua ardhi. Kumbuka hizi ni stress za kiwango cha juu sana kwenye state kama ya Ukraine. Tutabaki na nini? Yaani tumeingia kwenye vita, tulikuwa tunaamini tutashinda, tujiunge naye tupate msaada mkubwa, tukue kiuchumi. Unfortunately tumepoteza kila kitu chetu. Maana Ukraine inakwenda kuwa taifa masikini zaidi barani Ulaya na wewe lisisaidike. Kwa sababu kila mtu lazima arudishe kitu chake, au wanataka kurudisha silaha zao walizotumia, muda wao na resources walizopeleka, si ndio? Kwa hiyo kama commander in chief unajikuta kwamba kwa nini wauze watu wangu? Umeelewa? Haiwezekani. Lakini Russia anasema mimi makubaliano yangu ni ule mkataba wa Crimea. Tunakubaliana usigene.
Ukitamka tu asubuhi kwamba nimekubali kutoingia NATO, mimi na withdraw majeshi yangu. Ila kwa sababu nishachukua sehemu kubwa ya ardhi, sitarudi huku Moscow. Nitaishia hapa kwenye mpaka. Utawaambia nini mamia ya raia wa Ukraine baada ya vita wamepoteza uasili wao wa uraia? Kazi ni ngumu kweli. Na ukienda kwenye boksi la kula, huwezi kutoboa. Watu washakuwa na umaskini wa kiwango hiki. Ni ngumu sana. Kabisa. Lakini ndo option, tunaweza kusema ni option C kwa taifa kama Marekani. Ni rahisi kuwa frustrate wananchi, wakaingia mtaani, mkawini. Alafu mkakati tusuluhishe mgogoro wa amani. Terms za kusuluhisha HG hiyo sign kwamba Russia na Urusi wanakubaliana. Zaporizhzhia, Donetsk, Kherson ni maeneo ya kiutawala ya nini? Ya Urusi. Sasa kama rais mstaafu unapigwa mawe mtaani, unajua. Kwa sababu asante sana. Na hili deni la Europe kwa rais anayekuja atalipa nini? Anakuta nchi na deni baya alibebeki. Yaani nyinyi kwa kifupi mnakuwa ni failure state. Huyo ni mchambuzi wa masuala ya siasa za kimataifa Stanley Shentio, ametueleza mengi. Asante sana kwa muda wako my brother. Wakati mwingine tukikualika tafadhali usisite kuja. Lakini asante kwako pia Clouds Zania kuendelea kusalia nasi kwa mara ya kwanza 2026 mwezi wa kwanza. Multipolar Vision imeruka kupitia Clouds TV. Wiki ijayo yapo mengi ambayo una kila sababu ya kuyafahamu. Endelea kusalia nasi. Kwa niaba ya mzalishaji Abel Mponela, kwa mara nyingine tena nikushukuru. Mimi ni Ali Kashmiri. Unapo kuna jambo na kama utafika utaniona, nikutakie usiku mwema, Jumapili njema, na hii ilikuwa ni Multipolar Vision.